na umetuchunga Mungu wangu, umetuleta kutoka sehemu tofauti za nchi za mji huu Mungu Baba. Umekusanyisha watu wa kila aina Mungu Baba ili wapatane hapa ili kusikia neno lako Mungu Baba. Kwa hiyo yote tunakushukuru wewe na tunakutukuza Mungu Baba kwa sababu wa mpango wako wa wokovu ambao unautimiza Mungu Baba kwa utukufu wa jina lako. Naomba Mungu Baba kwamba katika mahubiri haya Mungu Baba kwamba utanipa hekima kulingana na neno lako na uwezo wa Roho Mtakatifu ili niweze kuzungumza kwa njia ambayo wengi watapata kuelewa na wengi wapate kukujua zaidi na zaidi Mungu Baba. Na tunaomba kwa ajili ya wale wako miongoni mwetu Mungu Baba ambao hawajaonja uwezo wako, ambao hawajajua uwepo wako, ambao hawajamjua sura ya mwana wako Mungu wangu. Na tunakuomba Mungu Baba katika mahubiri haya Mungu Baba kwamba wewe utafurahia kuwapa vipofu macho, kuwafungua viziwi masikio, kuwafanya viwete kupona Mungu Baba kwa utukufu wa jina lako. Na wale ambao wanaishi katika uongo Mungu Baba kwamba utawarudisha kwako, utawafunua macho yao, utawaamsha waliolala, utawafufua wafu Mungu Baba kulingana na mapenzi yako. Mungu Baba, fanya hii yote kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya yote kwa nikiamini jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Tunasoma kutoka kitabu cha Yohana, mlango ni wa 2, mstari ni wa 23 hadi 25. Okay. Yohana, kitabu Injili ya Yohana. Hii nini? Vijana wadogo tulisema ninyi mchomwe na jua tafadhali. Ukiona mkubwa wako anachomwa na jua unamsogea. Au unakuja unachomeka kidogo. Kuna ambaye hajafika aseme amen. Kuna ambaye hajafika aseme amen. Tumsaidie. Haya, nasoma kwa uwezo wa Bwana. Ikawa Yesu alipokuwa Yerusalemu kwenye sikukuu ya Pasaka, watu wengi waliona ishara na miujiza aliyokuwa akifanya, wakaamini katika jina lake. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao kwa sababu aliwajua wanadamu wote. Hakuhitaji ushuhuda wa mtu yoyote kuhusu mtu, kwa kuwa alijua yote yaliyokuwa moyoni mwa mtu. Alijua yote yaliyokuwa moyoni mwa wanadamu. Wiki iliyopita, wale ambao hawakuwa nasi, nafurahi sana leo tuko na wageni, na si wageni haswa, ni wenyeji wetu ambao hatujakuwa nao muda mrefu, na nafurahi sana na nawaalika na wakaribisha. Wajua kwamba tutafurahi sana kuwaona hapa. Hamkuwa na sisi wiki iliyopita, kwa hivyo wacha nikusaidie ili tukue katika kurasa moja, wale waliokuwa wiki iliyopita na wale ambao tuko hapa siku ya leo. Wiki iliyopita tulichukua hilo fungu na tukalitumia kuonyesha kwamba kuna imani ambayo inaokoa na kuna imani isiyookoa. Kuna imani ya kweli na kuna imani ya mnafiki. Tukaona kwamba Biblia tukachambua kuonyesha kwamba hakuna kuokolewa, hakuna wokovu bila nini? Bila nini? Imani. Hakuna wokovu bila imani. Imani katika Yesu Kristo. Hakuna njia ya wokovu. Tuliona Biblia inasema ni nini? Imani. Njia ya kuoshwa dhambi tukaona ni nini? Imani. Njia ya kufanywa kuwa mwana wa Mungu tukaona ni nini? Imani. Imani ni lazima kwa njia ya wokovu, lakini si kuamini kwote ambao kunafanya nini? Unaokoa.
kuna imani ya mnafiki, kuna imani ya mwongo, na hiyo ndio ambayo tunaiona hapa, na tukaiona mara mingi sana katika hichi kitabu cha Yohana na kote kote katika Biblia, kwa sababu tunaona hapa inaandikwa kuna watu waliona miujiza ya Yesu Kristo na wakafanya nini? Mwandishi anasema wakafanya nini? Wakaamini. Lakini inaandikwa wao waliamini, lakini Yesu hakujiaminisha kwa wao. Wao wanasema sisi tunatambua Yesu. Yesu anasema mimi siwatambui. Na tukaona onyo kubwa ambalo Yesu alipeana katika kitabu cha Mathayo, nafikiria sijui ni Mathayo ama Luka, kwamba hiyo siku tutakaposimama mbele yake kutakuwa na wengi sana ambao watafikiria wao ni wa Kristo, watafikiria kwamba wao ni watumishi wa Kristo, watafikiria kwamba wao ni manabii wa Kristo, wataenda pale wakifikiria wao wako sawa na Kristo, wataenda pale wakisema Bwana, Bwana, si tulikuwa tunahubiri jina lako, si tulikuwa tunaeneza Injili, si tulikuwa tunatoa chakula tunapea saidia wagonjwa, si tulikuwa tunaenda tunafanya kazi zako, alafu Yesu atawageukia na kuwaambia mimi sifanyi nini? Siwatambui. Mimi sijui nini kina nani, mimi siwatambui. Who are you? Mimi na wewe hatujawahi kuwa na nini? Uhusiano. Si ati tulikuwa na uhusiano tukaachana katikati, ni mimi na wewe, uhusiano hatujawahi kuwa nao. Tukaona hiyo ni onyo kwa kina nani? Hiyo ni kwa onyo watu wanajiita Waislamu. Hiyo ni kwa mtu anajiita Muislamu. Huyo si anajua yeye anasema Yesu Kristo sijui ni nabii tu. Haamini atasimama mbele ya Bwana kujibu mashtaka. Anasema sisi ndio tutasimama mbele ya Bwana tuseme tulifunzwa na nani? Yesu Kristo ni Bwana. Atashituka huyo hataweza kusema Bwana, Bwana. Hiyo ni akina nani hiyo onyo? Nyinyi walioketi hapa pendo huyu. Nyinyi ambao mmeketi hapa mnasema mimi nimeokoka. Nyinyi ambao mnaketi hapa mnasema mimi nimemjua Yesu. Nyinyi ambao mnaketi hapa mnasema mimi namtumikianga Yesu. Hiyo onyo ni kweli, kwamba kuna wale watakaosimama mbele ya Yesu Kristo na Yesu Kristo atawaambia haya, ninyi ni watenda maovu, mimi siwajui mimi. Onyo hizi, mafunzo haya, malengo yake ni wewe Mkristo ujikague. Wewe Mkristo ujikague kama wewe ni Mkristo. Kama kuna ambaye anajiita Mkristo hapa, hayo maneno Yesu Kristo anayasema na mitume wake wanayasema ili kukuhimiza wewe ufanye nini? Ujikague moyoni. Yesu Kristo anaona hadi moja. Hapa nje waweza danganya watu. Hapa nje waweza simama mbele ya watu tuseme hakuna Mkristo kama huyo. Kila mtu akue kama Rabini. Rabini anahubiringi Hurugades. Rabini kweni kama Rabini. Lakini Mungu anaangalia nini? Moyo. Jikague hadi rohoni, jikague hadi moyoni. Ujue imani yako ni aina gani. Ujue nini inakuendeleza. Ujue nini inakusukuma. Ujue nini inakutia moyo. Ujue nguvu yako inatoka wapi. Ndio ujue kama kwamba wewe ni Mkristo. Ndio ujue kama kwamba wewe una hii imani ya kweli inayookoa. Biblia inakuhimiza, inasema usiassume. Usiseme mimi si nimeamini. Kuna wale ambao wameamini na tukaona kwamba watafanya nini? Watapotea. Wacha kwanza nikuonyeshe jambo moja ambalo tulisema wiki iliyopita, kwamba kuna imani isiyo dumu. Kuna watu ambao hawana kitabu, ama kitabu chake kimejaa. Kuna imani isiyo dumu na inafunuliwa katika mateso. Hizi tuliona wiki iliyopita, inafunuliwa katika mateso.
Unafunuliwa katika mateso na tamaa za ulimwengu. Hisi tuliona wiki iliyopita na tukaona Yesu aliifunza katika ile hadithi, ule mfano wa zile udongo. Moja zile mfano za udongo, the parable of the soil. Udongo zilikuwa za aina nyingi, si mwakumbuka? Kuna zile ambazo zilianguka zikaanguka hapa barabarani. Na barabarani zilifanya nini? Hizo hata hazikumea. Makunguru zilifanya nini? Walikula. Walipita nayo. Haikukaa hata dakika moja. Lakini kuna zile ambazo zilifanya nini? Zilimea. Na Yesu Kristo anatueleza kuna ile ambayo ilianguka kwenye udongo ambao uko na jiwe chini. Sio? Kwa hivyo ikamea haraka sana. Yesu Kristo akasema hao ni wale ambao unawapea Injili na wanaipokea kwa furaha kubwa sana. Wanaipokea kwa furaha kubwa sana. Lakini kuna mawe chini. Kwa hivyo mizizi haijafanya nini? Haijaingia. Ile siku mateso inakuja, anagundua niteseke ati kwa sababu ya Yesu. Kwani huyu Yesu ni nini? Hawezi stahimili mateso kwa ajili ya hii imani. Anafanya nini? Anaanguka. Hawezi zaa matunda. Kuna mwingine ambaye alionekana katika hiyo mfano, ambaye ndio kulikuwa na udongo, lakini katika huo udongo kulikuwa na nini pia? Miba. Palikuwa na miba pale. Kwa hivyo anasema hao ni watu pia tunawahubiria Injili na pia inaonekana kwamba wamefanya nini? Wameipokea. Wako na furaha. Ninamwamini Yesu. Ninampenda Yesu. Nini. Lakini katika huo udongo pia kuna nini? Miba. Ambazo Yesu Kristo anaeleza hizo ni tamaa za nini? Za ulimwengu. Sio? Kwa hivyo anavutiwa na tamaa za ulimwengu, na hizo tamaa za ulimwengu zinamzuia kukua katika imani yake. Hawezi kuwa unavutiwa na ulimwengu na unavutiwa na Yesu Kristo. Hawezi kuwa unatumikia yote mbili. Hawezi. Kwa hivyo hiyo miba inadunga, inashindwa kufanya nini? Kuzaa. Mazao haipatikani. Hao wote wawili tukiwaangalia hapa kanisani, si wanaimba wameoshwa kwa damu. Si wote wanaimba. Si wote wanaimba wanajua huruma ya Yesu. Si wote wanaimba wanajua neema. Lakini kuna wenye ambao imani yao haifanyi nini? Haidumu. Huyo ambaye ako na hiyo imani ya hiyo aina ataokolewa. Huyo mwenye ana imani ya hiyo aina atasimama mbele ya Yesu Kristo kweli? Huyo mwenye ana imani ya hiyo aina amemjua Yesu Kristo kweli? Amemtambua Yesu Kristo kweli? Yohana huyu anatueleza katika waraka wake kwamba wale wanaoondoka wanaonyesha ya kwamba hawakuwahi mjua Yesu. Na ni mateso yatakaofungua. Mateso yanafungua haya mambo. Kuna unafiki ambao utafunuliwa hapa tu ulimwenguni. Hapa tu ulimwenguni. Nikifungua kitabu cha Mathayo 24. Ukisoma Mathayo 24 mstari wa 9, nasoma hivi. Yesu wa Kristo hapa anaongea kuhusu siku za mwisho. Anasema hivi: ndipo mtasalitiwa ili mteswe na kuuawa, nanyi mtachukiwa na mataifa yote kwa ajili yangu. Wakati huo wengi wataacha imani yao, nao watasalitiana kila mmoja na mwenzake na kuchukiana. Watatokea manabii wengi kwa sababu ya kuongezeka kwa uovu wa manabii wa uongo, nao watawadanganya wengi. Kwa sababu ya kuongezeka kwa uovu, upendo wa watu wengi utapoa. Unaona, Yesu Kristo anasema mateso yataongezeka sana dhidi ya wale wanaokiri hili jina. Hizo ni nyakati za mwisho, Yesu Kristo anasema. Na anasema kwa sababu ya hayo mateso wengi watafanya nini? Wengi walikuwa wanakuja kanisani, watafanya nini? Wataenda. Anasema not worth it. Not worth it. Nataka utambue historia ya hii dini ya Kikristo.
Dini ya Kikristo imemea, imekuwa katika uwanja ambao hujamwagiwa maji. Shamba ya Ukristo haikumwagiwa maji. Imemwagwa nini? Nini imemwagwa pale ili mmea ipandwe? Nini unafikiri ndio hii Kristo imefika kwako? Imemwagwa kwa hiyo shamba. Damu. Hiyo ni shamba imekuwa irrigated na damu. Na si damu ya watu wengine, ni damu ya kina nani? Wakristo. Wakristo ndio wanakufa, ndio Ukristo ifanye nini? Ikue. Isingekuwa Wakristo wako tayari kukufa kwa ajili ya huyu Yesu Kristo, hii Ukristo ingeisha miaka yake ya kwanza. Kina Paulo wote, Petro wote waliuawa kwa sababu ya hii imani. Lakini walisema afadhali tufanye nini? Tuuawe. Hii Biblia kugeuzwa kukua kutoka sijui hizo lugha zingine, igeuzwe kwa iwe katika lugha ambayo ninaweza pea hapa Mduruma asome. Nipea hapa mtu anasoma Kiswahili asome. Ilikuwa ni nini? Ni vita. Kuna watu hawataki hiyo ifanyike. Inapasa mtu aende ajifiche pale. Ako tayari hata kulala jela. Ndio Ukristo kufikia wewe. Ukristo ilifika aje hapa Afrika kwani? Ni watu walisikia kuna Waafrika pale wanaabudu milima, wakakuja hapa, na wengi ambao walikuja kueneza hii injili ya Yesu Kristo, wengine walikufa malaria, wameachana na familia zao, wengine wametoka familia rich families, amekuja hapa kuishi kwa msitu. Ndio babu yako apate kusikia kuhusu nani? Yesu Kristo. Ni kupitia ya mateso ya Wakristo ndio hii shamba inazaa matunda. Hao ni watu wako tayari hata katika mateso kusimama na Bwana wao. Wanajua Bwana wao ana thawabu kubwa. Haya mateso hata hawayaoni kuwa kitu. Wanasema afadhali kuteseka kwa Bwana kuliko kukua rais nje yake. Afadhali vile Daudi anasema afadhali kukua bawabu katika nyumba ya Bwana kuliko kuishi katika tents za wale watu ambao wamjui. Kuteseka huku si ati anajiona ni kitu kubwa sana. Kwake hata anaiona kwamba ni nini? Waliopigwa tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Walipigwa kwa sababu ya kukiri jina la Yesu Kristo. Walitoka wakifanya nini? Walitoka wakifanya nini? Wakishukuru, wakitukuza kwamba Mungu amewahesabu wanafaa kuteseka kwa ajili ya jina Yesu. Maana hiyo ni thawabu kubwa sana. Kwa hivyo tukasema mimi ninataka watu waone. Tuchambue imani ya kweli ni aina gani. Na tukaona hapa. Ndio kitu moja nakwambia. Kuna imani isiyo dumu. Na ingine itafunuliwa wapi? Hapa ulimwenguni. Mwingine ako hapa miongoni mwetu. Anasema anamjua Yesu. Anasema anamjua Yesu. Ile siku mambo yake ya kazi, mambo yake ya kupata fedha inapoanza kumlazimisha aishi kwa njia ambayo inamdharau Yesu Kristo, anasema huyu Yesu Kristo ataelewa. Ataelewa. Mazee, si pesa lazima ama niache. Unaona? Kuna nini pale kwenye roho? Miba. Kuna miba pale. Kwa hivyo yuko tayari kufanya agano na mambo ambayo yalimweka Yesu msalabani. Wewe anaona maana ya msalaba kweli? Wewe anaona maana ya msalaba kweli? Ako tayari kulala pamoja na jambo ambalo liliweka misumari na taji la miba juu ya kichwa la Bwana wake. Wewe anamjua Yesu kweli? Anasema Yesu ataelewa. Pesa lazima bana, biashara lazima ikue. Miba, si unaona? Imani yake, unafiki wake umeonekana katika tamaa zake za ulimwengu. Imeonekana kwamba yeye hampendi Yesu. Anapenda nini? Anapenda pesa. Imefunuliwa, imeonekana wazi. Kuna wale ambao unafiki wao tutauona hapa. Wataidhihirisha, wataionyesha, itaonekana. Hatutakuwa na haja hata kusubiria hiyo siku wao kuhukumiwa mbele ya Bwana. Kuna wale ambao wanajua kujificha, na tutawasifu hapa ulimwenguni. Lakini Yesu Kristo anawajua rohoni. Yesu Kristo anajua kila mmoja wetu rohoni.
anajua kile kinachokuendesha, anajua kile ambacho kinakufanya ufanye jambo lolote. Kuna yule, na hii ni majaribio ambayo lazima kila Mkristo atapitia. Biblia yenyewe imesema yeyote anayetamani kuishi maisha ya uchaji, maisha ya utauwa, maisha ya kumwonyesha Mungu heshima yake, a godly life katika Kristo Yesu. Kama hiyo ndio tamaa yako, kama hiyo ndio kitu ambayo unatafuta, kuwa tayari, kuwa na uhakika kwamba utateseka kwa sababu ya hiyo. Biblia inakuhakikisha hakuna njia ya kuishi katika Kristo Yesu katika huu ulimwengu bila kuteseka kwa sababu ya hiyo. Utakuwa pale kazini, bosi wako akwambie, hapa lazima tufanye ufisadi. Lazima ndio biashara ifanye nini? Isimame. Wewe mwenyewe unajua ni kwa sababu ya ufisadi ndio Yesu Kristo alikufa. Unajua ni kwa sababu ya ufisadi wangu ndio Yesu Kristo alikufa. Kwa hivyo unatambua, nikimwambia siwezi ishi hivi, atakwambia nini? Basi wewe huwezi fanya kazi hapo. Unajua tu hivyo, ni either nifanye venye bosi anataka, ama nisipofanya atanifanya nini? Atanifukuza kazi. Hiyo ni kitu lazima itakufanyikia ni Kristo, mimi nakuhakikishia. Na kama unasema unaishi katika maisha ya Kristo Yesu, umeishi pale miaka 2, umeishi pale miaka 5, and you have not made one sacrifice for the sake of Jesus Christ, hiyo Kristo yako naishuku sana. Hiyo Kristo yako naishuku sana. Umekaa katika Kristo Yesu miaka 5 na haujawahi fanya sacrifice moja, ukateseka kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Haujakosana na ndugu yako amekukasirikia kwa sababu ulikuwa unasimama katika Kristo Yesu, haukutaka kufanya mambo yeye anataka kufanya. Na si kwa sababu unamdharau, si kwa sababu unamchukia, kwa sababu unamheshimu Bwana wako. Wewe wakati unamwonyesha kimadharau, unamwambia tu boss, honestly wacha tu nikwambie mimi siko comfortable kufanya hiyo maneno. I'm not comfortable. Unaona, ukimwambia hiyo, hata umwambie na heshima yake yote, si hivyo ndio inafaa? Hufai kumwambia na dharau. Unamwambia na heshima yako yote, bosi atatambua kwa nini uko comfortable, kwa sababu gani ambacho anataka kufanya ni uovu. Atatambua. Maneno yako kukataa kwako itakuwa kwake ni nini? Hukumu. Na kwa sababu ya hiyo mambo ni mawili. Aidha atubu, aseme kweli by the way, ama akufanye nini? Akukasirikie wewe. Mambo ni mawili. Na Wakristo wamesimama katika Bwana wao, hata wakati wafalme wamesema munyamaze na hiyo mambo yenu ya Yesu Kristo. Munyamaze ama mlale jela. Anasema haki, poleni. Si ati tunataka kuanzisha maandamano ama kitu kama hiyo, lakini Bwana ametuamrisha tuhubiri. Kwa hivyo sisi lazima tuongee ambacho tumemwona amekufa msalabani na tumemwona amefufuka, alafu ametuambia tuongee kwa sababu hiyo maneno. Unataka tunyamaze sasa? Sisi wacha tu tutafanya, alafu nyinyi mtaamua venye mtafanya, kwa sababu sisi lazima tutaongea, sisi lazima tutashuhudia. Jela wanalala, boko wanapigwa, vichwa wanakatwa, injili lazima bado wanafanya nini? Wanahubiri. Hapo ndio injili imekufikisha kaka. Imani nayo tu. Kwa hivyo hii ikusaidie kujikagua ukiwa pale nje, majaribio yanapokuja kwako. Jambo lingine, imani ya kweli imani ya kutegemea, ya kupokea na kutegemea, kupokea na kutegemea Mungu.
kazi aliyoifanya katika Kristo. Mzee wangu, umenisikia nimesema nini? Nimesema imani ya kweli, imani inayookoa, ni imani inayopokea na inategemea Mungu na inategemea kazi aliyoifanya katika Kristo. Ninasema hii ili kuitofautisha na imani ya kuamini ni kama kwamba wewe ni mtaalamu. Unafikiri imani ya kweli ni imani kiko kwa akili? Kuna wengi ambao wana imani ya kiakili, wanatambua haya maneno na wanasema ni kweli, lakini bado wako pale jehanamu. Na washetani wanatambua kwamba watu wanaokolewa kwa kufanya nini? Kuamini mwana wa Mungu. Wanaijua, wanaiamini kiakili, wameokolewa. Wameokolewa mashetani kuijua kiakili. Wajua, huwa natembea hapa na ninazungumza na watu, najaribu kuwaleta hapa kanisani. Kuna mwingine nimezungumza na yeye hapa leo asubuhi, nikamuuliza maswali ya Kikristo, ameijibu yote. Ingekuwa ni madrasa angepata 100. Ingekuwa ni nini? Madrasa angepata 100. Namuuliza, umeokoka? Umeokolewa kutoka kwa nini? Dhambi. Umeokolewa kutoka kwa dhambi kivipi? Yesu Kristo alikufa kwa ajili yangu na mimi ninaamini kwamba Yesu Kristo amekufa kwa ajili yangu. Majibu yote ako nayo. Na anasema hiyo ndio kweli. Na kukikuwa na mpinzani atafanya nini? Atapigana na huo mpinzani. Apigane na huo mpinzani kumwonyesha hapana, wewe uko wrong, wewe uko wrong. Lakini unategemea hiyo kazi kikweli? Unaitegemea kiroho? Unaona, unaitegemea kiroho kweli kweli? Umeipokea? Kwa sababu hii ni mtu ambaye amesikia hiyo Injili, ametambua habari ya hiyo Injili ya kwamba mimi kivyangu sina chochote. Ameitambua, ameipokea hiyo ukweli. Mimi sina chochote. Tumesoma hii wimbo. Hata niwakusomee hii wimbo usikie huyu akimsema. Katika hii kitabu, hiyo wimbo tumeimba nambari 58. Nini watatu wanasema hivi: sina cha mkononi, naja msalabani, nili tupu nivike, ni mnyonge nishike, nili mchafu naja, nioshe nisija. Ona, huyu anaona Injili, anatambua Injili, anagundua mimi ndani yangu sina chochote, hakuna kitu ninaweza fanya. Mimi ambayo niko nayo pekee ni uchafu, hiyo ndio niko nayo. Mimi ni mchafu, mimi nahitaji kuoshwa. Mimi ni mnyonge, nahitaji kuinuliwa. Mimi sina chochote, naja msalabani, niko tupu, ninataka kuvalishwa nguo. Unasikia hapo mlango wa pili anasema, kwa kazi zote pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kudhii, hayaishi makosa. Yaani mimi sheria ya Mungu ndiyo ninaijua, lakini siitimizi vile ambavyo Mungu anahitaji itimizwe. Mimi ninatambua hivyo, siwezi meet standard ya Mungu, sina huo uwezo. Mimi ni mwenye dhambi, mimi nimetopotea, sitimizi sheria. Hata nikifanya bidii, nijapofanya bidii, nijapolia na kudhii, hata nifanye bidii aje, hata nikazane aje, hata nilie, hata nitokwe majonzi, hata nifunge, hata nifanye aje, si makosa hayaishi. Sina chochote cha kufanya. Ni nani? Ni Mungu ndio wa kuokoa. Ndipo anapoona kazi ambayo Mungu amefanya katika Kristo Yesu. Anaona Mungu amemtoa mwana wake wa pekee. Anaona Mungu ameshuka toka mbinguni, amechukua mwili. Anaona Mungu kazaliwa pale Bethlehemu. Anaona Mungu kajidhihirisha kwamba yeye ni Mungu, katembea.
anaona ni Mungu amejitolea, kasulubishwa, na akaangalia akaona hiyo kazi ambayo Mungu amefanya hapo, hiyo ndio imetimiza. Mimi hakuna kitu nimefanya, ni hiyo. Kwa hivyo Mungu, mimi nikubali, si kwa sababu ya kitu mimi nimefanya, lakini kwa sababu ya hiyo kazi ambayo wewe umefanya. Wanipata Harrison? Wanipata kweli? Nimesema nini? Wanipata ndugu Sam? Mungu nikubali. Kwa hivyo maisha yake anaishi akizidi, akipokea na akitegemea nini? Kazi ya ambao Mungu amefanya. Nikipata Mkristo yuko pale anasema mimi sioni Mungu anaweza nisamehe kwa sababu mimi ni mbaya sana. Hiyo ni imani inaongea kweli? Hiyo ni imani inaongea kweli? Mkristo ataongea aje akigundua kwamba yeye ni mtenda dhambi, kwamba ametenda mambo maovu dhidi ya Mungu sana, amevunja sheria yake tena na tena? Ataongea kivipi? Mzee wangu, ataongea kivipi Mkristo? Hawezi. Lakini atasema mimi wacha niende nikufe pale. Atasema nini? Liva atasema nini? Ataenda kwa Mungu akisema, Mungu, natambua mimi mwenye dhambi, natambua mimi muovu, naomba unisamehe, si kwa sababu ya uzuri wangu, si kwa sababu ya kufunga kwangu, si kwa sababu ya kulia kwangu, lakini kwa sababu ya ile kazi uliyofanya pale msalabani. Mkristo amepewa amri kutii, ambayo hiyo amri anaona hawezi kutii. Anasema nini? Hiyo amri siwezi tii, hiyo amri make sense, achana nayo. Hivyo ndio anasema mzee wangu. Atasema nini? Ameambiwa amri kama penda adui zako, wafanyie mema wanaokudharau, wafanyie mema wanaokuchukia, wafanyie mema wanaokupiga njama. Useme mtu ananipigia njama, amechoma nyumba yangu, amenisengenya, alafu unaniambia mimi nifanye nini? Nimpende? Na hiyo ni amri imetoka kwa baba yako. Mkristo unafanya nini? Imani ya kweli itafanya nini? Tunaongea kuhusu imani ya kweli na imani fake. Imani fake itajaribu njia ya kutoka hapo, ya kutwist sheria ya Bwana, kutwist maneno ya Mungu, kusema mambo ambayo hayasemi. Neno la Mungu kuna kitu inasema na iko pale inasema. Imesema penda adui zako, wale ambao wanakulaani wafanye nini? Wabariki, watendee mema, waombee mema. Hivyo ndio imesema. Hivyo ndio inamaanisha. Imani ya kweli itafanya nini? Itatenda kivipi na inatambua siwezi fanya kitu kama hiyo? Mimi sitaki watu waongo. Shida ya binadamu ni kwamba tunasikia yale mambo ambayo Mungu anatuambia, alafu tunataka kuionyesha kwamba okay, amesema hivyo, kwanza basi nitafanya. Basi nitafanya. Kwani kama ungeweza fanya, mbona Yesu kafa msalabani? Mbona basi Mungu kafanya kitu? Imani ya kweli inapokea kazi ambayo Mungu amefanya pale msalabani. Inapokea kazi ambayo Mungu amefanya. Inatoa nguvu wapi? Kutoka kazi ambayo Mungu amefanya. Kwa hivyo Mkristo anagundua haya, siwezi fanya. Imani ya kweli itaongea aje? Imani ya kweli itaongea aje? Razi. Ndio answer. Levi, itaongea aje imani ya kweli? Na imegundua siwezi weka hii sheria. Tegemea Mungu. Ndio. Kwa sababu dhambi yangu imekufa pale. Amenipa asilia mpya. Wapi?
Wapi amenipea, amenitimizia asili mpya? Imetimiziwa wapi? Pale. Hapo ndo kazi imefanyika. Kwa hivyo ninaenda kwa Mungu, ninasema hakika Mungu umenipea amri, na hiyo amri mimi naangalia moyoni mwangu na gundua sifanyi nini? Siwezi. Lakini naona kwamba huyu moyo wangu ambao unashika kisasi umeufanya nini? Umeutwika pale msalabani. Huyu moyo ambao unaweka kisasi umezikwa na umefufuka moyo mpya katika Kristo Yesu. Kwa hivyo Mungu wangu, kwa sababu ya ile kazi ambayo umetimiza, Mungu Baba, naomba ugeuze huu moyo wangu uwe kama wako. Naomba unipe nguvu ya kupenda adui yangu, kwa sababu mimi kivyangu siwezi. Kazi yako imeisha. Ulimtii Mungu, ukawa pale kazini, ukafukuzwa kazini. Umekaa pale nje, hauna chakula. Hiyo jioni, imani ya kweli itafanya nini? Imani ya kweli itafanya nini? Itategemea Mungu. Itategemea Mungu katika Yesu Kristo. Sio? Amenipatanisha mimi na Mungu, sasa ni marafiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Sababu ni mzuri sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? The answer is very straightforward. Kwa nini mimi na Mungu ni marafiki? Sababu Yesu Kristo alikufa. Ninajua mimi nikienda kwa Mungu atanikubali kwa sababu Yesu Kristo alikufa. Na ameniahidi mimi kama mtoto wake, yeye ndo ananichunga. Kwa hivyo ninaenda pale nikipokea hiyo kazi, nikiamini hiyo kazi, nikijua kwamba hii kazi ambayo Mungu amefanya, hiyo ndio ninategemea. Mungu wangu, Baba yangu, ni kwa sababu umenipa moyo wa kusimama ndani yako ndio niliweza kusimama wima katika njia zako, na nikijua kwamba nikitoka si bosi wangu ananichunga, ni wewe Baba yangu unanichunga. Na umesema katika neno lako kwamba wewe ndiye ambaye unanitafutia chakula cha kila siku. Kwa hivyo Mungu wangu, ninajua unaweka ahadi zako kwa watoto wako. Hivyo ndio imani ya kweli inaongea. Inagundua kazi ambayo Mungu amefanya, na anafanya nini? Anaipokea tu, anaichukua, anaimeza, anaishika, anaikamata. Ndio maana Yesu Kristo anasema mwenye ako na nini? Kiu afanye nini? Anywe. Mwenye ako na njaa afanye nini? Ale. Ni kazi nimefanya, unaichukua, unaichukua, inakuwa ni yako. Unailalia, unaitegemea. Nimepata Mkristo fulani hapa, anapigana kabisa na uzinzi, anapigana kabisa na uongo, na anafungua katika neno la Mungu pale. Anaona neno la Mungu linasema mbinguni hakutakuwa na waongo, mbinguni hakutakuwa na wazinzi, mbinguni hakutakuwa na walevi. Atafanyaje ndugu yangu? Ndugu yangu ameona mbinguni hakutakuwa na wazinzi, na yeye anajua kwamba yeye ni mzinzi. Kama ana imani ya kweli, itafanya nini hiyo imani? Nauliza tena, kama ana imani ya kweli, hiyo imani itafanya nini? Itaangalia iseme, hii dhambi ambayo ninapigana nayo tayari imeshindwa na Yesu. Wapi? Pale msalabani. Sivyo ndio Paulo anatufunza katika kitabu cha Warumi 6, anakuambia count yourselves as dead to sin. Kwanza anza na kutambua kwamba hiyo dhambi ambayo unapigana nayo ishafanya nini? Ishakufa. Kwanza tambua kwamba ishakufa. Kwa hivyo unapigana na jambo ambalo lishafanya nini? Lishashindwa. Unaanzia kwanza na kushinda, sababu ishafanya nini? Ishashindwa pale msalabani. Pokea hiyo, halafu enda kwa Mungu, mlilie hiyo ushindi ifanye nini? Ionekane.
Nimuulize, wewe jamaa, una uhakika utafika hiyo siku? Aseme haki, sasa nitakuwaje na uhakika na mimi ni mwenye dhambi na imesema hakuna waongo mbinguni? Namwambia hapana, angalia imani ya kweli itafanya nini. Unaona Yesu Kristo katika kitabu cha Waefeso anasema, hii kanisa yangu chafu hii nitaichukua, iko chafu, mimi ndio nitafanya nini? Nitaisafisha, nitaing'arisha hadi niilete mbele yangu ikiwa safi bila dosari au wa. Hivyo ndo nitafanyia kanisa langu. Kwa hivyo ninasimama mbele ya Mungu, ninasema huyu Mungu ambaye ameanzisha kazi nzuri ndani yangu, nina uhakika yeye ndo atatoa hii uongo hapa, atanisafisha. Watu wataniangalia, watashangaa kama ni yule rabini. Watanisafisha, hii uzinzi atatoa, atahakikisha amenileta mbele yake. Nina uhakika kwa sababu ameitimiza wapi? Pale msalabani. Imani ya kweli haiangushwi hata wakati imeanguka. Umesikia neno yenye nimesema? Imani ya kweli haiangushwi hata wakati imefanya nini? Imeanguka. Sababu unapotenda dhambi unaanguka. Unagundua hauishi kulingana na Bwana. Na unatambua ukiendelea hivyo hivyo utafanya nini? Utakufa. Sijui kama nazungumza na mtu hapa. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Waona matokeo ya imani ya hii aina ni kwamba nguvu ya Mungu, kipawa cha Mungu kinaanza kufanya nini? Kuonekana katika maisha. The result of this faith is the power of God will be manifest in the life. Mtu ataangalia aseme, hii dhambi ilikuwa imenishika, hata sikuwahi jua venye nitaishinda. Mimi hata sijui venye nimeishinda. Sijui nimeishinda aje. Nimegundua tu nimekuwa nikipigana katika sala. Nimekuwa nikikuja kanisa, tunahimizana na mandugu, tunaomba, tunakazana, na kidogo kidogo na shangaa hii tamaa yangu ya uzinzi polepole ikaanza kufanya nini? Inaenda tu hadi siku moja ninapata kwamba ninafanya nini? Nachukia uzinzi, hata ninashangaa nilifika aje hapo. Kipawa cha Mungu kinafanya nini? It starts becoming manifest in the life. Kuna wengi ambao wanasema wanamjua Yesu, lakini kipawa cha Mungu akifanyi nini? Akionekani. Hiyo ni Yesu wa wapi? Paulo anasema imani ya Yesu Kristo si ya maneno. Waweza kuwa uko na maneno yote. Paulo anasema nitakuja hapo. Hao wenye wako na maneno tutaongea nao. Mimi hata sitaki kusikia maneno yao. Ninataka kuona nini? Power. I want to see the power of their teaching. I want to see the power of their doctrine. Where is the power? Where is the power? Where is the power to save people from sin? Where is the power to save people from death? Where is it? Watu wako hapa wanasema wao ni wa Kristo, na there is no power at all. Ameishi katika uzinzi maisha yake yote na anasema yeye ni Mkristo. Where is the power? Is there no power in the death of Christ? Hakuna kipawa katika kifo cha mwana wa Mungu. Hakuna kipawa katika kifo cha mwana wa Mungu. Hakuna kipawa ambacho unajua Mungu anasema hivi. Anaambia Mkristo wake, ungejua ile kipawa ambayo iko kazi ndani yako. Anaambia Mkristo ile power yenye Mungu alitumia kufufua mwana wake kutoka kwa wafu ndio inafanya kazi ndani ya Mkristo. The same power that raised what? Jesus Christ from the dead is at work in you. Iko ndani yako. Alafu unaniambia wewe unaendelea tu kuishi maisha ya dhambi. Where is the power? Where is the power?
mwishowe ambao tutaongea leo, kwamba imani hii hutokea kwa kazi ya Roho Mtakatifu katika moyo wa mtu. Imani hii inatokea kutoka kazi ya Roho. Ukisoma kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa 11 hadi 13 unasema hivi: alikuja kwa walio wake, lakini hawakumpokea. Lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Hawa ndio wasiozaliwa kwa damu, wala kwa mapenzi ya mwili au kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Anasema wale walioamini, wale wanaompokea huyu Yesu kikweli, ni wale ambao wamezaliwa upya. Na kuzaliwa upya huu si kazi yako, si kazi ya nia yako, si kazi ya mwili wako, ni kazi ya nani? Ya Mungu. Mungu ndiye ambaye anasababisha watu kuzaliwa upya. Kisoma Yohana hiyo mlango wa 6 53 hadi 56, 53 to 56, inasema hivi: hivyo Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yeyote alaye mwili wangu na kunywa damu yangu atakaa ndani yangu, nami nitakaa ndani yake. Hapa Yesu Kristo anatoa picha ya kumpokea, anatoa picha ya imani ya kweli kama kufanya nini? Kula na kunywa, na inatokana na kiu na njaa. Kwa hivyo yule ambaye anamkujia Yesu kwa kweli ni mtu ambaye ako na nini? Ako na kiu na ako na njaa. Ndio maana anakuja pale na anakula hiki chakula, kinafanya nini? Kinamshibisha, ambacho ni mwili wa Yesu Kristo. Anakunywa hii damu na inafanya nini? Inamtuliza kiu chake. Hata inaonekana pia katika Yohana wa 7:37 anasema hivi: siku ile ya mwisho ya sikukuu, siku ile kuu, wakati Yesu alikuwa amesimama huko, akapaza sauti yake akasema, kama mtu yoyote anaona kiu, na aje kwangu anywe. Nikisoma waraka wa kwanza wa Yohana pale nyuma kabisa, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5, 1 John chapter 1, chapter 5 and verse 1, inasema hivi: kila mtu anayeamini kwamba Yesu ndiye Kristo amezaliwa na Mungu, na yeyote ampendaye Baba humpenda pia mtoto aliyezaliwa naye. Kuna jambo ambalo Biblia linafunza sana, na ni hilo ambalo tunaita kuzaliwa upya. Kazi ya Roho Mtakatifu katika roho, kazi ya Roho Mtakatifu, ile roho ambayo ilikuwa inasikiliza maneno ya Yesu Kristo, inasikia maneno ya Injili na inaona hakuna kitu hapo. Siku moja anaisikia na anagundua kwamba kumbe ako na kiu ndani yake ambayo itatoshelezwa na nini? Na huyo Yesu. Kuna kazi inayofanywa ndani yake
inayoweza kumfunua macho. Tukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4, anasema hii kazi ya kuzaliwa upya ni kama watu kufunuliwa macho, kwa sababu kwa hawa wengine tunapowahubiria utukufu wa Yesu Kristo, yeye haoni kitu, haoni ni kama kuna kitu tunasema hapa. Kwake anaona upumbavu tu. Paulo anaisisitiza katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, anasema tunapohubiri hii injili kwa mtu hajazaliwa upya, yeye anasikia tu nini? Ujinga. Anasikia tu ni upumbavu hao watu wanaongea. Haoni maana yoyote pale. Kwani unashangaa kwa nini mtu unashangaa? Mimi ninaona hapa ndio iko hapa, afu unaenda kwa mtu hajazaliwa upya, unajaribu kumfunza, lakini yeye anapuuza. Anaanza kumake judgments na wewe, anaanza kukusema huyu anakuanga hivi, mshirikina huyu. Haoni kitu pale ndani, lakini ni kwa sababu yeye ni kipofu. Kwa sababu ile siku ambayo anazaliwa upya, wengi ambao hiyo siku wao wa kuzaliwa upya huwa hata wanajishangaa. Anajiangalia na anasema ni aje hii mambo sikuwa ninafanya nini? Sikuwa naona. Yaani yeye inakaa ni kama kwamba yeye ndio alikuwa ni shida. Si ati Ukristo ilikuwa ndio shida, ni nani? Anagundua ni mimi ndio nilikuwa ni shida. Ni aje hii mambo sikuwa nafanya nini? Naiona. Mambo haya ni matukufu mno. Mambo haya ni makubwa mno. Mambo haya ni aje watu hawaoni. Hata sasa yeye anaanza kushangaa wengine ambao hawamjui Yesu. Anaanza kushangaa, anaanza kujisahau hata yeye alikuwa hapo. Anaanza kufikiria yeye anaweza hubiri kwa mwingine, huyu mwingine sasa apokee venye yeye amepokea. Anasahau ni Mungu amefanya nini? Amemfunua macho. Amemfunua macho apate kuona utukufu wa Yesu Kristo. Na nakwambia bila kuona huu utukufu wa Yesu Kristo, imani ya kweli haiwezi fanya nini? Haiwezi fanyika. Imani hii ni mazao ya Roho Mtakatifu katika moyo, anatufunulia utukufu wa Yesu. Ndio maana Petro anasema Mungu ametuita katika utukufu wake na wema wake, in his glory and excellence. Yaani Roho Mtakatifu anatufungulia the glory and the excellence of God, na hiyo ndio inatufanya nini? Inatuvutia. Tunaona utukufu wa Mungu katika Yesu Kristo, na inafanya nini? Inatuvutia, inatuleta. Tunaona hapa kuna kitu, hapa kuna jambo kubwa sana. Hii ni kitu mtu unaweza kufa. Mimi nakwambia kwa nini watu wanakufa kwa ajili ya mataifa yao? Kwa nini watu wanakufa kwa ajili ya political party, chama zao za kisiasa? Si watu wanakufa kwa ajili ya chama zao za kisiasa. Kwa sababu gani? Anaona kwamba kuna kitu pale, yuko tayari kwani watu kina Nelson Mandela si walikuwa tayari kukufa kwa ajili ya uhuru wa mataifa yao? Kwa sababu gani? Waliona kuna kitu pale. Akiwa pale hata akitoka hana machungu. Kwa sababu gani? Anatambua alifanya jambo la maana, kufungwa jela. Kwani Mkristo nafikiri kama watu wanaweza kufa kwa ajili ya chama za kisiasa, seuze Yesu Kristo. Yule ambaye anakufa kwa ajili ya Yesu Kristo si kwa sababu yeye ni pumbavu, ni kwa sababu amefanya nini? Ameona kitu hapo. Amen. Roho Mtakatifu amefunua macho yake na akaona hii hapa, hii ukikufa kwa ajili ya hii umebarikiwa. Amwache huyu ana kuwa mpole na huyu, kuwa mpole na msichana huyu. Bila hiyo huwezi simama hii maisha. Bila hiyo hutaweza kusimama dhidi ya bosi. Unajua hiyo ni kitu ukiona sasa utasimama dhidi ya bosi uanze kupiga Yesu na hii job ya 1 million. Yesu hapa. Hiyo hakuna kitu. Unaona? Haukui fala pale. Ni umefunuliwa na umeona hata ile siku utaamua sasa kufuata bosi wako utakaa pale ndio ujinga. Useme kwa nini?
kwani ninaishi kwa ajili ya huyu bosi, hata ananisaidia nini? Unajiona ni kama kwamba unajinyima. Yule ambaye anaishi kwa ajili ya Yesu Kristo, acha atapoteze kazi, anaona hata sasa hata ndio nimejiongezea. Ameona kitu pale. Yesu pumbavu, ateseki bure. Kuna raha fulani ambayo anatarajia kupata katika Yesu Kristo, na hakika ashaipata. Hiyo ndio imani ya kweli hiyo. Imeona kitu. Kuna wengine imani ya unafiki, na nataka watu wajikague hapa. Imani ya unafiki jinsi hii. Imani ya unafiki inakuja kwa Yesu mara mingi kwa sababu ya kiburi chake yeye mwenyewe. Mtu anakuja kwa Yesu kwa sababu ya kiburi. Hatambui kwamba ni kiburi, lakini akijikagua anaona kweli kwamba hii ni kiburi. Yaani anajiangalia, anajiona mimi si mbaya sana. Mimi si mbaya sana. Kwa hivyo akisikia Yesu Kristo amesema kuja, anaona mimi si mbaya sana, ninaweza fanya nini? Naweza kuja. Lakini yule ambaye anakuja kwa Yesu na moyo kama huo, unaona sasa ashafunga mlango kwa wale ambao hawako mzuri kama yeye. Yeye hana injili ya kupeleka kwa seli. Hana injili ya kupelekea wabakaji. Hana injili ya kupelekea wauaji. Hana injili ya kupelekea, waelewa, makahaba. Hana injili ya makahaba. Hanayo, kwa sababu anaona hao wako chini. Mimi niko juu. Yesu anataka watu kama mimi. Kwa hivyo anagundua dhambi ya watu wengine inamfanya nini? Inamkera. Hebu jiulize kama wewe dhambi ya watu wengine inakukera, ama kama kwamba unawaonea huruma. Mkristo wa kweli anagundua yeye na huyo mwingine yeye hakuna tofauti. Ameokolewa kwa neema, si kwa sababu ya uzuri wake. Kwa hivyo dhambi ya mwingine anamuonea huruma. Anatamani huyo ako katika pingu za dhambi, vile ambavyo Yesu aliniokoa mimi, natamani amuokoe yeye pia. Anamuombea huyo mwenye dhambi. Wengine tunahubiri hapa, unajua hili neno la Mungu liko na mishale. Hii mishale inaenda inaingia kwa moyo. Mtu anagundua yeye ni mwenye dhambi, anagundua anahitaji kuokolewa. Haki mzee, hata na watoto watapiga kelele. Anagundua anagundua atahukumiwa na lazima aokolewe. Kwa hivyo anatoroka kidogo, anaanza kukuja kanisani, anaanza kufunga, anaanza kutoa sadaka, anaanza kutoa zaka, anaanza kukuja Bible study, anakuja prayer meeting. Alafu katika yeye kufanya hayo mambo yote, ile hisia ya hukumu inafanya nini? Inatulia kidogo. Kwa hivyo anakuja kwa Yesu ametiwa moyo na nini? Na hizo kazi nzuri amekuwa akifanya. Anakusema angalia, mimi si mbaya sana, mimi kujanga church, huyu ufanya hivi. Kwa hivyo Yesu, unaona huyu hata akitenda dhambi katika Ukristo wake hategemei kazi iliyomalizika. Akitenda dhambi anaanza kufanya nini? Kufanya makazi tena. Anaanza kufunga tena, anaanza kutoa sadaka, anaanza kutoa zaka, anaanza kutoa chakula hapo barabarani. Ndio ile hukumu ambayo iko moyoni ifanye nini? Itulie. Alafu hukumu ikitulia, aseme sasa Mungu atanikubali. Anajiona sasa mimi si mbaya sana. Anahimizwa na nini? Uzuri wake. Wewe ni Mkristo. Hiyo ni imani ya kweli. Hiyo ndio tunaita imani ya unafiki. Hao ndio watasimama mbele ya Mungu.
Hao ndio wameona urembo wa Yesu Kristo. Hao ndio wameona wema wa Yesu Kristo. Na nakuhakikishia kama hujaona huu urembo wa Yesu Kristo, kama haujaona huu wema wa Yesu Kristo, hakika imani yako haitadumu. Majaribio yatakapokuja utafanya nini? Utaanguka. Ama mateso yatakapokuja utafanya nini? Utapita na wewe. Hiyo ndio hata nilikuwa sipendi. Fungua Marko. Marko mlango wa 8. Seka kwa ajili yangu. Ni katika kupoteza maisha yako kwa ajili yangu ndipo unafanya nini? Unayaokoa. Kwa hivyo unaona anakuonyesha kuna kitu kizuri. Hauteseki bure. Kuteseka kwako ndiko kunafanya nini? Ndio njia ya kuokolewa. Kufa kwako ndio njia ya kuishi. Kupigwa kwako ndio njia yako ya kupona. Na anasema yule ambaye hayuko tayari kuteseka kwa ajili ya jina langu katika huu wakati huu, katika hichi kizazi hiki, ambaye ananionea aibu. Kwa nini mtu amuonea aibu? Wengine hapa wasi wanamuonea Yesu aibu. Uko na marafiki, hakuna hata mmoja anajuanga wewe ni mtu wa Yesu. Uko na colleagues kazini, hakuna hata mmoja anajuanga wewe ni mtu wa Yesu. Kwa sababu gani? Wewe ni Mkristo kweli? Wewe ni Mkristo kweli? Huyo ni Mkristo kweli? Si anamuonea Yesu aibu? Sio? Hataki watu uhusiane yeye na Yesu. Anaona aibu katika Ukristo wake. Kwa nini anaona aibu? Anaona kuna dhamani ninayopata hapa nje ambayo watu wakijua mimi ni Mkristo watafanya nini? Wataninyima. Watu wataninyima. Mimi nasimamanga pale kazini. Watu wanakuchongoa wewe ni Mkristo, nasema that is who I am. That is who I am. Jokes zinaanguka pale. Sijui Rabi nama ni roho wa Mungu. Unanyamaza tu. Lakini unaona wanatambua. Ndio mtu akiniambia nifanye kitu, nimwambie hiyo mimi sifanyi, anajua kwa nini ninasema hivi. Nasema hivi. Oh pastor. Lakini mimi sina aibu na Yesu wangu. Kuna kitu cha maana naona pale. Kwa hivyo wao hata katika kukejeli ninawaonea huruma. Wao ndio hawajui Yesu. Wao ndio hawajui wanachokosa. Wao ndio wanajinyima, wanadhihirisha upumbavu wao. Kwa hivyo hata ninatamani nikipata nafasi na mmoja wao naanzisha conversation kuhusu Yesu. Mbona wengine wanamuonea Yesu wao aibu? Hata family members wao hawajui yeye anampenda Yesu. Mama yake hajui anampenda Yesu. Baba yake hajui, anaficha. Anaona yeye nikiambia watu watimii unafuatanga Yesu siku hizi watafanya nini? Wataanza kukasirika na mimi. Kwa nini? Hauoni kitu pale, ndio maana. Hakuna kitu unaona pale. Unaona ile kitu wao watu wanakupea ina dhamani kuliko ambao unapata katika Yesu. Ndio maana unamuonea hivi. Au kwa nini? Sio Yesu anasema, wewe kama unanionea aibu basi ukue ujue hata mimi hiyo siku mimi pia nitafanya nini? Hata mimi nitaona aibu kwa ajili yako. Ni watu hawajaona dhamani ya Yesu. Tunaona soma katika kuhusu Yuda Iskarioti. Kwa nini Yuda Iskarioti aliona haya mambo yote na bado akamsaliti Yesu? Na hata iko pesa mingi.
ilikuwa ni nini? Hakuwa na dhamani ya Yesu. Dhamani yake ilikuwa wapi? Kwa pesa. Dhamani yake ilikuwa kwa pesa. Yeye ako pale ile siku, wako radi inaenda kuangusha watu. Radi inaenda kuangusha. Bwana, tunaenda kukufa. Alikuwa hapo Yuda. Yesu Kristo akaamka, akaamrisha hayo mawimbi, na mawimbi yakafanya nini? Yakanyamaza. Yeye bado haoni kitu hapo. Ameona wenye ukoma wakiponywa, ameona vipofu wakifunuliwa macho, ameona viwete wakitembea, ameona viziwi wakisikia, amesikia mafunzo yakifunzwa kwa mamlaka, lakini bado haoni dhamani pale. Haoni venye itamsaidia. Anaona nini inamsaidia? Pesa. Kwa hivyo wakati ule muda unafika, anasema watu si wanatafuta Yesu, si ninaweza ninatengeneza kapesa kidogo, nionyeshe pale huyu Yesu yupo. Sinajuanga pale anakuwa. Sinajuanga place anakuwa. Anakuambia hiyo place tunaenda kuomba kila saa tu. Na hii time najua atakuwa hapo akifanya nini? Akiomba. Ni walete tu wamshike. Si unaona wameshindwa kumshika Dika. I can make a deal with them. Si ndo alienda kuwatafuta. Aka make deal na wao. Na ikaandikwa baada ya make deal na wao, akaenda pale akitafuta fursa ya kumsaliti. Nini? Hao ni dhamani pale. Anaona nini? Pesa tu. Hiyo pesa ndio ilimuua hiyo. Kuna mwingine anaitwa Demas. Wenye hawajaisikia Demas. Ameandikwa vitabu viwili kwa Biblia. Na ndugu yetu Paulo. Wenye walikuwa Bible Study Thursday wanajua. Tukisoma kitabu ya Wakolosai, barua kwa Wakolosai, mlango wa 4 na mstari wa 14, nasoma hivi. Ni barua inafungwa hii. Usikie hii barua venye anafunga Paulo akiandikia wa kanisa la Wakolosai. Rafiki yetu mpenzi Luka, yule tabibu, pamoja na Dema, wanawasalimu. Unaona amewekwa kando na mtu mwenye ako faithful kabisa, mtu mwaminifu, kuonyesha kwamba Dema alikuwa yafanya kazi na nani? Na Paulo. Walikuwa wafanyikazi pamoja na Paulo, walikuwa wanateseka pamoja na Paulo. Hata akiandika hichi kitabu cha Wakolosai, tunaiona aliandika akiwa wapi? Akiwa jela. Kwa hivyo Paulo akiteseka jela, alikuwa na marafiki na nani? Na huyu Dema. Dema alikuwa rafiki yake na walikuwa wanamsaidia katika huduma. Lakini ukisoma barua yake kwa Timotheo, ambao inakubalika kwamba ni barua ya mwisho ambao Paulo aliandika, 2 Timothy chapter 4 and verse 10, anasema hivi: jitahidi kuja kwangu upesi. Anamwambia Timotheo, jitahidi kuja kwangu upesi, kwa sababu Dema kwa kuupenda ulimwengu ameniacha na amekwenda Thesaloniki. Dema ameniacha kwa sababu gani? Ampenda ulimwengu. Dema ameteseka na Paulo hata akiwa pale Kolosai pale. Lakini katika barua yake ya mwisho Paulo anaandika, Dema alikaa akafika point akasema, hizi stories za Yesu hata zinanisaidia nini? Kila siku jela viboko. Kidogo tusikie sijui Paulo amepigwa mawe huko. Kwani itaisha lini? Mimi nataka nini? Pesa. Nataka biashara. Na katika kupenda ulimwengu, Dema akamwacha Paulo. Akamwacha mambo ya Yesu, akasema hayo mambo nimeacha. Imani ya Dema haikufanya nini? Haikudui. Na tunaona kuna wakati ambapo hata Paulo alifikiria Dema ni mmoja wao. Kama Paulo alidanganyika, siuzi sisi.
Kama Paulo alidanganyika, seuze sisi. Kama kuna Mkristo wa kweli hapa, atafaa kujiangalia, ajichambue, aseme basi kama hivyo ndio mambo iko, hata mimi niko hatarini. Mkristo wa kweli atajiangalia, aseme mimi niko hatarini. Hata sema hiyo ni onyo kwa Wakristo wengine. Wewe ni mnafiki anaongea hivyo. Tunaona hata ile siku ambayo Yesu Kristo aliambia wanafunzi wake, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wote walisema nini? Bwana, ni nani? Je, ni mimi? Mkristo wa kweli anatambua udhaifu wake. Mkristo wa kweli nikimuuliza, wakileta hapa risasi, waseme tunalipua kila mtu mwenye anakiri Yesu ni Bwana. Utakiri? Mkristo wa kweli atasema aje? Mkristo wa kweli atatambua, atasema ukweli, na anasema mimi sina uhakika kwamba nitafanya nini, kwamba nitasimama. Mkristo wa kweli si wa kusema mimi nampenda Yesu, hata walete sword wawezi ni nini mimi. Huyo ndo atakuwa wa kwanza kuanguka kama Petro. Si Petro ndiye alikuwa anasema hivyo? Bwana watakusaliti hawa wote, lakini mimi siwezi kukukana. Sivyo ndio Petro alifanya? Na hiyo siku alimkana Yesu kwa mtoto mdogo, msichana mdogo. Msichana mdogo alimuuliza hivi. Tina ndio alisimama hivi akamwambia, "Ni Bwana na huyo." Akamwambia, "Wewe msichana, nyamaza wewe." Ndio alikuwa anasimama akisema, "Mimi siwezi kukana Yesu." Mkristo wa kweli anatambua udhaifu wake. Mkristo wa kweli nikimuuliza, wakikuja hapa na marisasi wanalipua watu, atasema nini? Lakini atanipa neema yake. Kwa sababu gani? Kwa nini? Ninatumaini kwamba hiyo wakati itakapofika nitapokea neema ya kunisaidia kusimama huo wakati. Kwa nini Mungu anipe neema ya kusimama nisimkatae? Kristo kwa ndani yake. Kwa nini Yesu? Sababu gani? Imani ya kweli. Inaamini nini? Msalaba. Kazi aliyofanya. Kazi ambayo Yesu alifanya msalabani. Amenipatanisha na yeye. Hiyo ni kwa mimi na yeye si maadui tena. Kwa hivyo neema yoyote nitakayohitaji kushinda dhambi atanipea. Neema nitakayohitaji kusimama huo wakati utakapofika, ndio atafanya nini? Atanipea hiyo wakati atanisaidia, na nina uhakika atanipea hiyo neema hiyo wakati itakapofika, kwa sababu amekufa kwa ajili yangu. Amen. Kwa nini? Ninajua dhambi zangu za mwaka ujao nitazishinda, hata sijajua ni gani. Kwa nini nina uhakika nitazishinda? Kwa sababu mimi ni mtu mzuri sana? Sababu nina nguvu sana? Sababu mimi Mkristo sugu sana? La hasha. Lakini ninajua kwa sababu ambacho Yesu Kristo amenifanyia, neema ya kushinda dhambi next year nitafanya nini? Nitapokea. Na neema ya kushinda dhambi the year after that nitafanya nini? Nitakufa vizuri. Katika hiyo pia nitafanya nini? Nitaipokea. Kwa sababu ya nini? Kazi aliyoifanya msalabani, hiyo ndio inakuwa ndio ninaipokea. Hiyo ndio tegemeo langu. Hiyo ndio kila kitu kwangu. Hiyo ndio imani ya kweli. Hiyo ndio imani inayotupa. Hiyo ndio imani ambayo utasimama hiyo siku na ukatae kumkana Yesu kwa njia ambayo hata wale wenye risasi waogope, watetemeke. Wataogopa na watatetemeka. Na si kwa sababu wewe ni jasiri sana. Ni kwa sababu Mungu atakupa neema, uwezo wake utaonekana katika hiyo saa. Hiyo ndio imani ambayo ni mazao ya kazi ya Roho Mtakatifu. Hiyo ndio imani ambayo ni mazao ya kuona utukufu wa Yesu Kristo pale msalabani. Hiyo ndio imani inayodumu. Hiyo ndio imani ya kweli. Nataka mjikague ndugu zangu na dada zangu, kama hii ndio imani ambayo mko nayo.
Nataka mjikague, muone kama mnatembea kulingana na hii Injili. Na kama hamna imani ya aina hii, mjue Yesu Kristo amefanya nini? Amekufa, na anaita yeyote ambaye anagundua udhaifu wake afanye nini? Aje. Si ajisafishe ndio akuje venye ako, akijua kwamba atapokelewa. Kwa sababu gani? Ya hii kazi ambayo Yesu Kristo alifanya. Njoo nitakupokea, njoo wewe ni wangu, njoo. Mungu abariki kuhubiriwa na neno lake. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Mwenyezi Mungu wa milele, tunakushukuru, tunakutukuza kwa sababu ya kazi tukufu ambayo umefanya katika Yesu Kristo. Nakushukuru Mungu Baba kwa sababu ya neno lako, na naomba Mungu Baba kwamba haya maneno ambayo tumehubiri hapa siku ya leo utaitumia Mungu Baba kuamsha waliolala, utaitumia Mungu Baba kuwavutia wale ambao wako mbali na wewe, na Mungu Baba utaitumia kuwaokoa wale ambao bado wako katika dhambi zao. Nakushukuru na nakutukuza. Naomba yote katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.